hadi vizazi, ya kufahamu wewe uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa, ewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umetifika utukufu, ewe Bwana, mfalme mwema, mwaminifu, Baba uweza yote, una nguvu, haushindwi. Pokea utukufu, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka, twakupa heshima na sifa zote. Ewe Mungu umetukuka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua jioni ya siku ya leo. Utukufu Bwana, wewe ndiye mfalme mwema, haushindwi Mwokozi wetu. Twanyenyekea miguuni mwako Bwana, katika ushirika wetu wa siku ya leo. Twatamani kubarikiwa ni wewe, twatamani kutembelewa ni wewe, twatamani kunenewa ni wewe. Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Katika jina la Yesu nanyenyekea mikononi mwako ninapoenda kunena neno lako Jehova kwa watu wako Mfalme. Naomba ukanitumie kama chombo chako katika jina la Yesu. Naomba ukanipe ufunuo na nguvu za kunena neno lako katika jina la Yesu. Ninawabariki watu wako hapa kanisani, hata wale wanatutazama. Baba, pokea sifa, kwa maana utatubariki pamoja katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen mahali popote ulipo. Majina yangu naitwa Pastor Dohio, nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Ninamtukuza kwa sababu yeye ni mwema, yeye ni mwaminifu katika maisha yangu. Hakuna mwingine aliye kama yeye. Namtambua katika maisha yangu. Nasema isipokuwa ni yeye, singekuwa mahali hapa katika jina la Yesu. Kwa hivyo ninawakaribisha katika ushirika wetu wa Tuesday hapa Christian Foundation Fellowship Ikabura katika jina la Yesu, na utabarikiwa mahali popote ulipo katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa sababu ya mwezi huu wa Disemba, miezi 11 katika hii mwaka. Bwana ametushindania, Bwana ametupigania, ametuokoa. Angalia dakika hii, tuko katika mwezi wa mwisho katika hii mwaka katika jina la Yesu. Walisema hautafika, sasa umefika. Walisema hautaona Disemba hii, sasa umeiona. Ni wakati wako wa kumshukuru Bwana, ni wakati wako wa kumwinua Bwana, ni wakati wako wa kumwambia Jehova uinuliwe, utukuzwe Bwana, uabudiwe kwa yale yote amekutendea katika hii mwaka katika jina la Yesu. Na kwa hivyo tunafurahia Bwana tukiamini ya kwamba katika hii mwezi wa Disemba hakutakuwa na machozi, watu hawataomboleza, hakutakuwa na kilio. Bwana atapigania watu wake, atalinda watu wake. Kwa wale wote wanasafiri katika hii Disemba, kwa wote watakuwa na mikutano, tunatangaza amani ya Mungu.
tunatangaza upendo wa Bwana, tunatangaza divine protection katika safari yeyote, watu watakao safiri katika hii Disemba, katika jina la Kristo Yesu. Mungu akubariki na akutende mema. Ninaomba tuingie katika neno la Bwana na ili tukaweze kuona vile Mungu anavyosema katika jina la Kristo Yesu. Nataka tuangalie maombi ambayo unaweza omba na ikuletee ushindi katika maisha yako. The prayer of victory ambayo iliombwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi. Bwana asifiwe. He prayed a prayer of victory, na Bwana akamshindania kwa sababu aliona ya kwamba na akajua there is no other help isipokuwa ni kwake Bwana. Na ndipo Daudi alikuwa anasema, nitayainua macho yangu juu mbinguni, mahali msaada wangu unatoka, na msaada wangu unatoka kwa Bwana. Daudi alikuwa anaomba, alijua ya kwamba hawezi peke yake, alijua ya kwamba sitaweza lolote, so akaomba maombi. Na hiyo maandiko ndio ninataka tuangalie siku ya leo, na utaona ushindi wa Bwana when you pray. Na ukimwambia Bwana akuonekanie, Mungu ako tayari kuonekania watu wake na kupigania watu wake. Tutaona vile Daudi aliomba na vile Mungu alivyompigania katika maisha yake katika jina la Kristo Yesu. Katika kitabu cha Psalms 57, hiyo ni hapo tutaanza kuona neno la Mungu, tuone vile Daudi anavyosema mahali hapa, tuone vile Bwana alimshindania katika jina la Kristo Yesu. Maandiko inasema ya kwamba unirehemu Mungu. That was a prayer. Daudi alienda mbele za Mungu akiomba maombi ya kumsihi Bwana. Bwana asifiwe. Unajua kuna kuomba na kuna kuingia katika maombi ya kumsihi Bwana. Bwana asifiwe. Anamwambia Bwana, Mungu wangu, unirehemu. Bwana asifiwe. Have mercy on me, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anaweza kukurehemu, ndiye anaweza kukuhurumia. Bwana wetu yuko sana. Siku ya leo tuko na watu wako na matatizo na wako na shida, lakini hakuna mtu wa kuwahurumia. Bwana asifiwe. So wakati Daudi alijua ya kwamba hakuna mtu wa kumhurumia, alienda mbele za Mungu akamwambia, Mungu wangu, unirehemu. Bwana wetu pewe sifa. Akasema, unirehemu mimi, unihurumie Bwana. Bwana pewe sifa. Sijui nani amefika kile kiwango, unaona ya kwamba wanaokuzunguka hakuna hata moja anakuhurumia katika hiyo jambo uko ndani yake. Lakini ukienda mbele za Mungu umwambie, Mungu wangu, unirehemu mimi. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine tunasema ya kwamba Bwana uturehemu, katika umati ya watu uturehemu Bwana, lakini kunafika wakati unaenda mbele za Mungu kulingana vile umesukumwa na umekimbizwa na mambo katika maisha yako, anaweza kukuhurumia. Bwana apewe sifa. Daudi alikuwa amekimbizwa, akamwambia Mungu, unirehemu mimi. Akasema, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Angalia hii maombi Daudi anaomba, angalia hii maneno ananena mbele za Mungu wake ya kwamba nafsi yangu, my soul, imekukimbilia ewe Bwana. Haleluya. Kuna mwingine anasema Mungu unirehemu, lakini nafsi yake iko mbali sana na Mungu. Bwana asifiwe. Wakati unaenda mbele za Mungu, Mungu huwa anaangalia moyo wako, nafsi yako imeelekea wapi, imeelekea kwake ama imeelekea wapi. Ndio Daudi anasema ya kwamba maana nafsi yangu imekukimbilia wewe. Alijua yeye ndiye mwokozi wake, alijua ni yeye peke yake anaweza kumrehemu. Watu wengi siku hizi wanakimbilia mambo mengi katika dunia hii, wanaona kana
na akasema ya kwamba nitaua mabawa zako. Hakuna kitu kizuri kama kufunikwa na mabawa ya Mwenyezi Mungu. Bwana wetu ni sana. Mabawa ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu anajua vile kuku ikiwa na kuku kidogo pale, ile vifaranga kwa mabawa, ili ukikimbilia uvuli wa mabawa ya Mwenyezi Mungu, hata adui wakikuja, Bwana atakufunika. Haleluya! Hata ondoka katika uvuli mambo yangu. Kwa hivyo okoa. Haleluya! Watanena ya kwamba Mungu na kuambia jioni ya siku ya leo, wote wanapendezwa na hiyo jamii yako. Daudi akasema nafsi yangu ii katikati ya simba. Bwana apewe sifa. Akasema ya kwamba hata kama nafsi yangu iko kati ya simba, nitastarehe kati yao waliowaka moto. Haleluya! Nitastarehe katika watesi katika dunia hii. Elewa, kuna watu wanatafuta moyo wako wakumeze, na ndio Daudi katika maandiko anasema, kama si Mungu aliyekuwa wa upande wetu, na Israeli aseme. Bwana wetu ni sana. Wakati maadui walipowainukia, Mungu akawaokoa. So Mungu anajua kuokoa watu wake. So Daudi anasema nitastarehe kati ya waliowaka moto. Wanadamu meno yao ni mikuki na mishale. Bwana amesema, angalia vile Daudi anasema, na Mungu alimuokoa. Anasema wanadamu meno yao ni mikuki. Kuna wanadamu wamefungua vinywa vyao, meno yao ni kama mikuki. Bwana amesema meno yao ni kama mishale. Na ndimi zao ni upanga mkali. Ya kwamba huyo mtu hawezi ongea kizuri katika maisha yako. Ile maneno yote anaongea ni ya kukukera katika moyo wako. Ile maneno yote na mambo yote wanafanya ni ya kukutesa wewe mwenyewe. Bwana apesiba. Kwa hiyo katika dunia hii kuna wanadamu, na hiyo ndio tunastahili kuomba Mungu atuokoe na wanadamu walio na meno imekaa mikuki na mishale, ambao ulimi wao, haleluya, ulimi wao ni kama upanga mkali. Yaani maneno, upanga unasimamia maneno. Ile matamshi wanatamka ni upanga mkali. Daudi anasema ya kwamba nitakuita ewe Mungu, unirehemu kwa sababu niko katikati ya simba. Nafsi yangu iko katikati ya simba, iko katikati ya wanadamu walio na meno inakaa mikuki. Haleluya! Ni kama mishale, ndimi zao ni upanga mkali. Bwana apewe sifa. Ndio alienda mbele za Mungu akamwambia Mungu, uniokoe, unisaidie Bwana, na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. Ameanza kuabudu. Kile nimeomba kwa huyu Mungu atakifanya katika jina la Yesu. Amen. Akasema kwa 6, utukufu ili kuninasa miguu. Bwana wetu ni sana. Katika hii dunia wapendwa, hivyo wanaweka wafu ili wakunase miguu yako, bado kukubariki na kukuinua na kukuingiza katika hatima yako. Lakini kuna wengine wameweka nyavu zao wakunase miguu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Naomba Mungu atusaidie, atuokoe wale tumewekewa wafu, ili tunaswe miguu yetu, ya kwamba tusiendelee, ya kwamba tusichukue hatua. Naomba Mungu atuokoe na wanadamu kama hao. Bwana wetu ni sana. Hii dunia iko na mambo mengi, iko na watu wa aina nyingi sana.
Bwana wetu pesa. Hebu sikiza hapa. Anasema ya kwamba nafsi yangu imeinama. Haleluya. Nafsi yangu imeinama. Nani siku ya leo nafsi yake imeinama? Kwa sababu umejaribu kuchukua hatua, lakini umenaswa miguu yako. Bwana pesa. Umekamatwa miguu yako. Haleluya. Kwa sababu umenaswa ndio usichukue hatua. Ndio usiingie kwa hatima yako. Ndio usisonge mbele. Watu wengi wanataka wengine wawe wakimakitai mahali pamoja. Na nimekuja kusema imetosha. Hizo nyavu zao zianze kukatika katika wakunase hiyo miguu. Ndio unaona ya kwamba haujatimiza kile uliomba. Bwana wetu iwe sana. Anasema ya kwamba yangu. Hai. Haleluya. Hii dunia iko na watu wa aina nyingi sana. Yaani imagine watu wanakuangalia. Kushibia shimo wewe. Ati ndio uanguke. Because wanaona ya kwamba utawapita. Bwana lazima. Angalia ile vita inakuanga katika mabiashara. Mumeweka biashara mahali pamoja. Mwingine anaona yako inaendelea. Lakini kuanguka. Haleluya. Biblia huwa inasema ya kwamba anayeshimba shimo yeye ndiye anayeanguka. Bwana atukuzwe. Kwa hiyo usijali na wale wanakushibia mashimo ndio uanguke usahaulike. Na kuambia jioni ya leo ya kwamba wote wanaokushibia mashimo tuanguke tusahaulike. Wao wenyewe ndio wameshiba na wao ndio watakaye anguka katika jina la Yesu. Wameshiba shimo uishe, ati ndio usiendelee, na tagasa wao ndio watakaye anguka. Leo wale tu ya Yesu. Bwana ni robosho. Maandiko moigaga ati uliokwejagĩra irima niwe ukagwa, na uliotharagia rũthingo niwe ũrũmagwo nĩ nyoka katika jina la Yesu. Na tagasa jioni ya siku ya leo ya kwamba shimo yote imeshibwa kwako ili wewe uanguke na jamii yako. Walioishiba waanguke wenyewe. Pangia na tagasa ifanyike kwao katika jina la Kristo Yesu. Haleluya. Hiyo mitego wametutegea, wao ndio watakaye kamatwa. Hizo nyavu wametuwekea, wao ndio watakaye naswa katika jina la Yesu. Hii Disemba tunabarikiwa, hii Disemba tunapokea, hii Disemba tunainuliwa. Hakuna atakaye sahaulika katika jina la Yesu. Wale wote wanatupangia. I declare this one. Daudi anasema moyo wangu umeinama. Kwa sababu gani? Ameangalia ile mashimo, ameshibiwa na watu ndio aweze kuanguka, lakini kwa sababu alikuwa na ujasiri ya kwamba akimuita Bwana atamuitika. Haleluya. Natangaza watu wataanguka kwa hiyo mashimo. Wale wote wametushibia, kila adui amekushibia shimo, ataanguka mwenyewe katika jina la Yesu. Na ndio maandiko inasema ya kwamba wanakupangia mabaya. Haleluya. Akasema ya kwamba wacha macho yao ipiwe na upofu, wacha njia zao ziwe na utelezi katika jina la Kristo Yesu. Nasema ya kwamba we are going to overcome. Na tunamalizia mwaka huu tukiwa na afya na nguvu. They are trying to tear us down. Wanajaribu na kututumia mapepo na maroho mabaya, lakini itawarudia katika jina la Yesu. Wataanguka kwa hiyo mashimo wenyewe kwa utukufu wa jina lake Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba wametumbukia ndani yake. Angalia, Daudi anasema wameshiba hiyo mashimo, lakini wametumbukia. Haleluya. Amen. Wametumbukia ndani yake. Bwana apewe sifa. Na tangaza jioni ya leo, wacha waanze kutumbukia katika hiyo mashimo. Wametushibia mwaka mzima, wamekushibia mwaka mzima. Jamii yako haijaendelea, watoto wako hawajakaa vizuri, na uliomba Mungu na ukajifunga, lakini wengine wakaona vile utaendelea ya kwamba utawapita. Bwana apewe sifa. Wakashiba mashimo. Daudi anasema ya kwamba wametumbukia
ndani yake. Haleluya! Mungu, moyo wangu udhabiti, moyo wangu udhabiti, nitaiba na nitaiba zaburi. Bwana wetu apewe sifa. Angalia vile Bwana vile anafanya na vile anapigania watu wake. Kwa hivyo jioni ya siku ya leo ni vizuri kumwambia Bwana, Mungu wangu, unirehemu mimi katika hii Disemba. Naomba Mungu akurehemu katika jina la Yesu. Umepitia ya kutosha katika hii mwaka. Wengine wamehuzunishwa na majaribu na mateso na vita nyingi. Haleluya! maikarete mehikeire me nyumba ndakwira hwaini wa umuthi ati ariothe mana kwenjera marima. Maandiko maraiga Daudi akiuga ati yo nio mathũire marima-inĩ macio. Sema wakati tunakaa kana kwamba tunaenda kuanguka thĩinĩ wa marima, wanatumia malaika wakushikilie wewe ambao uko karibu kuanguka. Hiyo shimo ulishibiwa, malaika wa Bwana awaashirie kwako, waweze kukushikilia katika jina la Yesu, waweze kukushikilia katika jina la Yesu. Naomba Bwana atutumie malaika. Maadui wanatuzunguka, wanatafuta njia ya kutumaliza, wanatafuta njia ya kutunasa, wanatafuta njia ya kutumeza, lakini tunaomba Jehova jioni ya leo ya kwamba uashirie malaika wako Bwana, watushikilie tusianguke ndani ya hiyo mashimo. Shetani asije akafurahia, maadui wasije wakatusheka wakiuliza kwani Mungu wetu wako wapi? My God and my Father, you are our salvation. Our portion katika jina la Yesu. The Bible says that God is our salvation, our defender, our light in Jesus name. Naomba Bwana aweze kutushikilia Disemba hii katika jina la Yesu. Wametarajia tuanguke. We are not going to fall down, but we are going to arise. We are going to arise katika jina la Yesu. Naomba Bwana aashiria malaika wake wakushikilia katika jina la Yesu. Umesumbuka ya kutosha, na hiyo kama wamekushika naye ianze kukatika katika jina la Yesu. Ianze kukatika kwa jina la Yesu. Ianze kukatika kwa utukufu wa jina lake Bwana. We are going to praise our God. Tutasema kama Daudi, atukuzwe Mungu. Haleluya! Atukuzwe Jehova. Moja tuseme ya kwamba atukuzwe juu ya mbingu na juu ya nchi, na utukufu wote ni wake. Tutaimba hiyo wimbo katika jina la Yesu. Kama Daudi aliimba wimbo mpya wakati alikuwa ndani ya shimo akatolewa, akaimba, Mungu akaweka wimbo mpya kwa kinywa chake. Hivyo ndivyo Mungu atakavyofanya. Na ninaomba kubwa in the mighty name of Jesus. Psalms 144 mpendeza, mstari wa 5 44 and verse 5 anasema, Bwana uziinamishe mbingu zako, ushuke uiguse milima, nayo itatoka moshi. Haleluya! Ati Bwana uziinamishe mbingu zako, ushuke wewe mwenyewe, uanze kugusa kila milima. That is my prayer tonight, ya kwamba kila mambo yote Bwana ashuke aiguze, ianze kutoa moshi, na ikitoa moshi inasomeka inaondoka katika jina, kwa maana ametuahidi ya kwamba ataondoa milima mbele zetu katika jina la Yesu. Bwana wetu iwe sana aweze kugusa hiyo milima yote, hiyo kimlima unaona mbele yako, Bwana ashuke aanze kugusa hiyo milima, na Mungu akigusa mlima na mkono wake, hiyo milima inaondoka, hiyo milima inatawanyika katika jina la Kristo Yesu. This is our prayer today, ya kwamba Bwana atashuka na kutenda mema katika jina la Yesu. Psalms 40 akasema ya kwamba, haleluya, Psalms 40 akasema ya kwamba verse 11 anasema ya kwamba, nawe Bwana usinizuilie rehema zako. Ili maombi Daudi tu anaomba, usinizuilie rehema zako. Bwana wetu iwe sana. Our prayer today, Bwana usituzuilie rehema zako, tunazihitaji.
My God and my Father, tunahitaji rehema za Mungu. Bwana asizizuilie December hii. My God, I pray that God have mercy. Remember your mercy. Rehema zako zishuke kwa watu wako katika jina la Yesu. Fadhili zako na kweli zako na zinihifadhi. Naomba jioni ya siku ya leo Bwana asizuilie rehema zake. Tunaomba zitufikie katika jina la Yesu. Tumelia mwaka mzima, tumeteseka mwaka mzima, tumetafutwa kumalizwa, tumetafutwa kuangamizwa, lakini naomba jioni ya leo rehema za Mungu zisizuiliwe, zishuke kwetu katika jina la Yesu. My God, have mercy, have mercy, oh God. Baba, tuhurumie jioni ya leo. Have mercy, oh God. Katika jina la Yesu. Prophet inasema ya kwamba verse 14, ambao meno yao ni panga. My God, kuna kizazi meno yao ni panga. Na hivyo maombi nataka Mungu tuombe jioni ya leo ili aweze kutuokoa na watu kama hawa. Watu katika dunia hii inaitwa kizazi cha watu ambao meno yao ni panga na vige, yani akiongea anakudunga. Haleluya, damu inamwagika, unaanza kulia. Bwana wetu pewe sifa. Unaanza kukosa nguvu, unaanza kuhuzunika, kwa maana vigego vyao ni kama visu. Kuna watu aina hiyo. Kutuokoa ili kuwana maskini waondolewe katika nchi. Imagine kuna watu wanatamani kuondolewe katika nchi. Bwana apewe sifa. Kwa nini tuna hata usiku unaona ukikimbizwa, unanyongwa? Kwa sababu kuna watu wamehusika ili uondolewe katika nchi, kwa sababu meno yao ni panga. Na wahitaji katika wanadamu. Bwana wetu pewe sifa. Situombe jioni ya siku ya leo Bwana aweze kuturehemu katika jina la Yesu. Mahali popote ulipo, umesikia neno la Bwana jioni ya leo. Daudi alisema, Mungu unirehemu mimi. Kwa sababu gani? Simba hii katikati ya watu, meno yao ni kama mikuki na mishale. Meno yao ni kama upanga mkali na vigego ni kama visu. Bwana yetu ni sana. Nani anaweza kutuokoa wapendwa? Only God can save us. Katika jina la Yesu. The mighty name of Jesus. Uko mahali pale, we can pray together. Ndio Bwana aweze kutuokoa, aweze kutupigania. Daudi alikuwa na ujasiri ya kwamba nikimuita Bwana anitimiziaye mambo yangu yote, ataniokoa katikati ya mambo haya yote. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua jioni ya siku ya leo. Baba wetu, tunakuomba kama Daudi alivyoomba mbele zako ya kwamba umrehemu, kwa sababu nafsi yetu Baba inaishi katikati ya simba, inaishi katikati ya mbwa mwitu, inaishi katikati ya wanadamu walio na meno inakaa mikuki na mishale. Bwana, tunaomba Bwana utuokoe na watu walio na vigego kama visu, watu walio na vinywa kama upanga, katika jina la Yesu. Naomba Bwana utuokoe katika jina la Yesu, kwa sababu tumezungukwa katika dunia hii, maisha ambayo tunaishi, tumezungukwa na maadui. Baba, wameshimba mashimo ndio tuweze kuanguka. Tuwatakasa waanguke wenyewe katika jina la Yesu. Wametuwekea wafu watunase katika miguu yetu tusiendelee. Tunaomba iwakamate katika jina la Yesu. Tunaomba iwakamate hiyo mambo wametupangia
ifanyike kwao katika jina la Yesu, na kila adui afilisike katika jina la Yesu. Baba wetu wa milele, tunaomba kuokolewa, tunaomba kuokolewa Bwana, tunaomba kuokolewa katika jina la Yesu. Okoa watu wako Bwana katika Disemba hii, tuokoe Bwana. Wengine wanatamani watu waondolewe katika nchi, but oh God, tunaomba kulindwa ni wewe Bwana, tunaomba kulindwa ni wewe katika jina la Yesu. Naomba utuokoe na huzuni, naomba utuokoe na machozi, tuokoe na vifo katika jina la Yesu. Tuokoe na kila ajali, tuokoe Bwana, tuokoe Jehova katika jina la Yesu. Mwathani tuhonokie Ngai. We need you my Father. Oh God, may you save us katika jina la Yesu. Naomba kuokolewa Disemba hii katika jina la Yesu. Tulinde usiku na mchana, tulinde kila wakati Bwana. Tuokoe Mungu wa maajabu. Wanatafuta njia ya kumaliza watu wako, lakini Jehova, tunasema we have a great service here of, kwa sababu mwaka mzima angalia umepiganiwa, angalia magonjwa umeponywa, angalia baraka umepokea. Na kukaribisha hapa kanisani, tuwe na wakati anayemshukuru Mungu. Maandiko inasema Mungu anasema ya kwamba ananiheshimu. So ni wakati wetu tuwe na wakati mwema. In Jesus' name.